Assalamu alaykum warahmatullah. Wa alaykum assalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kwa majina naitwa Qasim na nimepata fursa hii kukaa mbele yenu kwa ajili ya semina inayoendeshwa kwa sababu ya kuelimishana na kuoneshana njia ya sawa. Kwanza kabisa kuhusiana na alichokiongea shekhe juu ya yaliyonukuliwa ama yaliyoandikwa katika kitabu, sisemi kwamba ama sikuja hapa kwa sababu ya kama ni kweli niseme ni kweli ama ni uongo niseme nimepinga. Kwa sababu moja, semina hii tulialikwa, hatukufahamishwa kuna hoja gani, hatukuambiwa kuna kitu gani kitazungumzwa. Kwa hivyo siku zote kuna msemo unaosema kwamba ghafla kitambo semina ipangwe, ni kwamba bila shaka kuna maandalizi, na wewe utakapoitwa sehemu hujui unatiwa nini. Kwa hivyo ningeomba inshallah taala mashekhe wangu wakubwa, kusema kweli suala la kuongozana katika dini ni suala muhimu, na hii inatakikana ukiona mwenzako anaenda sivyo umfahamishe, na Qur'ani tukufu inatufahamisha hayo. Kwa hivyo inshallah taala, bila shaka mnafahamu upotefu kwamba mmeshozungumzia na mnojua, tafuteni njia yenye itakuwa ni kufahamishana kwa njia mzuri. Yani mfano kama tukitoa mfano kama wanavyofanya sisi ama tunafanya sisi Waislamu na wasiokuwa Waislamu kwamba ni Wakristo. Tunashuhudia sisi katika Arusha tukiwa kuna yule mhadhiri wa Kiislamu akizungumza na Wakristo, wapo wengi sana, masuala ya mjadala inshallah taala. Alafu kwa hivyo nadhani nimeshajieleza, sipo katika kupinga wala kukubali, isipokuwa kutokana tu na yaliyoengolewa nina baadhi ya maswali inshallah taala, kwa sababu mimi binafsi nahitajia kuoneshwa njia, nahitajia haki inshallah taala. Kwa hivyo mimi na maswali yangu niliyoyapata ni machache, takriban maswali manne. La kwanza likimwelekea kadhi aliyetangulia kuzungumza baada ya mkaribishaji wa majlisi ama semina hii, alipotuambia kwamba tukitoka hapa baada ya kupata mafundisho haya inshallah taala tuende tuwafanyie kazi kuwafundisha wenzetu kwa njia ya kielimu, kisha ikiwezekana hata kwa chakula, akashiria kuweka mdomoni. Swali langu likaja hapa, je, inaruhusiwa kufanya kama wanafanya mashia? Kwa sababu tumetanguliwa kuambiwa kwamba hao mashia wanakuja kwa sura hiyo ya kudanganya, na kwa kuwa wengi wetu ni maskini tunahitajia, basi ukipewa kitu chakula hauna shida, alhamdulillah, wakubali njia zao. Je, yaruhusiwa kufanya kama wanavyofanya hawa? Yani na maana tutumie njia hii ya kuwalisha watu kwa sababu ya kuonesha ukweli? Swali la kwanza. Swali la pili kwa mzungumzaji, tumepata kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuja na Uislamu
Na hapa tumepata kwamba pia kuna kundi ambalo lilikuwa linajulikana kama Shia. Neno hili nataka nifahamishwe, hili neno la Ahlus Sunna wal Jamaa, nani alilianzisha na ni lini lilianza? Swali lingine kwa mzungumzaji, tumezungumziwa tukapewa historia juu ya madai ya Mashia kwamba kuna suala la Ghadir Qum ama Hijjatul Wida. Swali langu liko hapa, hii ama je, ni kweli hii Ghadir Qum lilozungumziwa lipo katika, yani ni kweli katika hadithi, limezungumziwa kweli kwamba lipo katika vitabu vya hadithi? Kwa hivyo hapo nataka nijue ama nataka nifahamishwe inshallah kama atakuwa alipo. Kama halipo tujue, takuwa nimefahamu kwamba kuna uongo. Swali lingine kwa mzungumzaji, ameshatufahamisha juu ya hadithi ya Abubakar kuwa alikuwa na sheitani kama alivyotuambia, yani namna madai ya Mashia wanavyodai na vitabu vilivyoandikwa Ibn Saba kama alivyosema. Kwa hivyo naomba hadithi hii ya maneno haya yanapatikana katika kitabu gani? Inshallah taala, mimi kwa hayo machache na washukuruni sana kwa sababu tupo katika kuongozana. Jazakallahu khair, barakallahu khair inshallah. Makanak ungekaa sehemu yako iko ni bora zaidi. Naam. Kuna dakika moja tu baada kufika kwenye adhana, na ndugu yetu amekuja vizuri kabisa hapa. Allah tuongoze sisi na yeye, ya Allah, kwa sababu kama alivyojieleza kwamba amekuja mustahdian kwa ajili ya kutafuta uongofu. Kuhusu swali la kwanza aliloelekeza kwa al-Qadhi hafidhahullah ta'ala, Qadhi hayuko, kushatoka, na halikuwa ni suala la kielimu katika maudhui tuliyozungumza. Kwa hiyo mimi siwezi kulijibu, angekuwepo mwenyewe angelijibu. Mimi nitajibu yale ambayo ameelekeza kwangu, lakini kabla ya kumjibu, bila shaka kwa lugha anayoitumia anaonekana ni mtu ima kama ni mwalimu au ni msomi katika wao anayetegemewa. Hivi vitabu tulivyokuwa navyo hapa, ajua kusoma majina, ajua watunzi, ilikuwa angetuthibitishia pia kwa namna moja au nyingine, hata kama mshtukizo. Tunaweza kukutana barabarani ukanaonyesha hili kitabu, hivi huu ni msahafu au Biblia? Atakwambia huu ni msahafu, Qurani. Sasa hamsijiandaa bado, itakuwa si sawa. Kitabu hiki ni chenu si chenu? Kitabu hiki chetu. Ngoja adhan, baada ya adhan ndugu wetu hapa, mimi naona kama kakwepa kidogo kutupa majibu sahihi. Na mimi mara kwanza nilikuwa nikisisitiza kwamba kama Shia yuko aje atuthibitishie kwamba haya yaliyosemwa kwamba hivi vitabu ni vyao na haya maneno kweli yamo, au wasema hivi si vitabu vyetu, sasa tuvijui kabisa, na kama ni vyetu haya maneno yaliyotamkwa hivi ndiyo au kuna kupindishwa. Na nimesema nyote mmesikia, na mengi katika hayo niliyosema nimeyaandika, yako kwenye maandishi. Je, ni sawa? Hata pale ambapo labda nukuu zimepishana, na rajaribu kurekebisha kwamba kwenye chapa yangu mimi ni ukurasa fulani na mahali fulani, chapa hii hapa. Sasa mtu atuthibitishie kwamba haya ndiyo na haya maneno sema ni kweli, lakini labda umeelewa tofauti, tuminyani katika huo uelewa. Lakini si sawa kusema moja kwa moja kwamba mimi sithibitishi wala sikanushi. Nikwambie kitabu hiki Shia na Sahaba amesema Abdul Nasir, hiki kitabu ni chenu au si chenu? Nasema mimi sithibitishi wala sikanushi. Haya maneno vipi yale tamko? Umesema pia mimi sithibitishi wala sikanushi.
maana yake ni kutaka kuukwepa ule ukweli tuliozungumza. Na mimi nataka kumfahamisha tu kwamba mimi siku zote ninapofanya mijadala, ninapofanya mazungumzo na kuhusu Shia, hii ni zaidi ya mara 20 katika sehemu tofauti tofauti, huwa nawapa fursa mashia. Lakini hakika hasa wakishakutana na dhuruba kama hii hawawezi kuleta upinzani kabisa. Uwezo huo hawana kabisa. Haya, sitaki kutaka kujisifu, sijui kumdhalilisha, sitaki kumdhalilisha, nazungumza ule ukweli na uhalisia ulivyo. Tukirudi juu ya maswali aliyoyauliza kuhusu mimi, anataja, utazungumzia swala la kwanza au swala moja katika hayo, swala la Ghadir Khum, kwamba je, swala hili la Ghadir Khum liko haliko. Mimi sitaki kujibu kama alivyojibu yeye kwamba sithibitishi kwamba liko au sikanushi kwamba haliko. Nazungumza kwa uwazi kwa sababu najiamini katika nilichokisema. Ghadir Khum ni jina la mahali. Ghadir Khum yani ni kijito au chemchemu iliyopo katika sehemu inaitwa Khum, ambayo iko katika eneo la Juhfa, ni miqati ya watu wa Sham. Sasa hivi sehemu hii inaitwa Rabigh kule al-Mamlakatu al-Arabiyyah as-Saudiya. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipotoka hajjatul wada'i aliweka kambi mahali hapa Ghadir Khum. Alisimama pakasaliwa dhuhuri, pakasaliwa na alasiri, alafu alisimama kuelekea watu akawaambia katika maneno aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jumla ya maneno aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam asema man kuntu maulahu fahadha Ali maulahu. Na kuna ziada nyingine zimethibiti, nyingine hazijathibiti, kama Allahumma wali man walahu wa adi man adahu au man adahu wa adi man adahu. Shia wanalitafsiri tofauti tukio hili tofauti na kutafsiri Ahlus Sunna. Shia, kuna mshia mmoja anaitwa Al-Amili, Muhsin Al-Amili, ana kitabu chake chaitwa Al-Ghadir kwenye juzuu 10. niko nacho kitabu, analizungumzia tukio la Ghadir Khum kwa kitabu na sunna na kauli za mashairi na mpaka mwisho wake, juzuu 10. Al-Amili niko nacho kitabu Al-Ghadir, sijui kama uko nacho. Amelizungumza tukio hili, na katika waliolizungumza pia ni Tijanu Samawi katika kitabu chake hiki ambayo asili yake ilikuwa ni ThummaHtadaitu, kifanya tarjuma kwa Kiswahili pia. Kiko cha Kiarabu niko nacho na hiki cha Kiswahili niko nacho. Wao wanasema hivi: Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka hijjatul wada'i, alipofika hapo Ghadir Khum ambapo ndio njia ya panda, sikizeni vizuri, ndio njia ya panda kabla ya Waislamu hawajatawanyika. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasimama akataka kuwahutubia Waislamu, lakini kuwahutubia kutangaza ukhalifa wa Ali bin Abi Talib. Umeelewana? Sasa kwanza, hili ni jambo la uongo. Rabigh sio njia ya panda. Ukiangalia jiografia ilivyo, Rabigh si njia ya panda, kwa sababu wakati huo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukuwa na mahujaji waliokuja kutoka Misri wala kutoka Sham, kwa sababu Uislamu bado ulikuwa haujafika Misri wala haujafika Sham. Mahujaji waliokuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao ni maswahaba walikuja baadhi yao kutoka Yemen na wengine walikuwa kwa pale Makka, na wengi katika hao ni wale waliotoka nao Madina. Buraida anasimulia katika hadithi sahihi katika Bukhari kwamba palitokea mzozo baina ya Ali bin Abi Talib na Khalid bin al-Walid kule al-Yaman, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam amemwagiza Ali bin Abi Talib kwamba ukifika wewe ndio utakayekuwa kiongozi mkuu na ugawe zile ngawira
mali iliyopatikana kule. Ali bin Abi Talib akafika pale kule akaigawa ile mali katika wajakazi waliopatikana pale, yani jari mmoja akamchukua Ali bin Abi Talib. Jambo lile likamuudhi Khalid. Khalid akaandika barua kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akimshtakia kwa kitendo cha Ali alichokifanya, akampa Buraida, mpelekee Mtume sallallahu alaihi wasallam. Buraida akawa anamuelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam, na huku barua yasoma, akisoma barua na huku anaeleza Ali kafanya hivi bwana, Ali kafanya hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Buraida, atubghidhu Aliya? Akamwambia naam. Wewe unamchukia Ali? Akasema ndio. Akamwambia la tubghidhuhu, usimchukie. Man kuntu maulahu fa Ali maulahu. Ali akaja kutoka, nitaitafsiri hadithi, akaja kutoka al-Yaman akamkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam akashafika yuko Mina yaumu at-tarwiya. Lakini katika jeshi tayari kuna maneno, Ali kafanya hivi, Ali kafanya, kuna maneno. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutaka kuyaingilia yale maneno. Watu siku ya pili wakaenda zao Arafa, wakarudi Muzdalifa, wakaenda zao Jamarati, mpaka ibada ya hija ilipokwisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaongozana ile jeshi kutoka Yaman ambao walikuwa ni maswahaba waliotokea Madina wakiongozwa na Khalid ibn al-Walid. Lakini pale Maka, watu wa Maka wakabaki Maka, watu wa Yaman ambao walikuja kutokea sehemu za Yaman walirudi zao Yaman. Wakati anakuja sasa anakwenda Madina, kilomita 100 kutoka Madina, aliposimama kwa ajili ya salatu adhuhuri na alasri, akakumbushia tena mazungumzo yale watu ambao walikuwa wakimsema vibaya Ali. Ndio akasema, man kuntu maulahu, yule ambaye mimi ni mpenzi wake, fa Ali maulahu, basi huyu Ali ni mpenzi wake. Na ushahidi qarina lafdhia, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliendelea kusema, Allahumma wali man wala, mpende atakayempenda Ali, wa adi man adahu, na mchukia atakayemchukia Ali. Kwa maula ina maana 24, lakini tutaifasiri sisi maula ala hasabi siyaq. Siyaq ni min almuqayyidat, ni katika vitu vyenye kuyafunga maneno na kuleta maana halisi. Kwa hiyo siyaq haionyeshi kwamba ni utawala. Maula pale ina maana ya ibn ammi, maula ina maana ya al-mu'tiq, maula ina maana ya mu'taq, maula maana yake nasir, maula maana yake sayyid. Mambo maula ibn ammi zote ni maana ya maula, lakini ni ipi maana ambayo ni mukhtar kwa mujibu wa siyaq? Mpenzi. Sasa hawa mashia wanaongeza vitu juu yake, wanasema akasimama Umar ibn Khattab akasema bakhin ya ibn Abi Talib asbahta al-yawma maulaya wa maula kulli mu'minin wa mu'mina. Hadithi imepita kwa Ali bin Jud'ani dhaif, hatuwezi kutegemea juu ya hadithi dhaif, hakuna kitu hicho kilitokea. Na habari nyingi zinajengwa juu ya wahiyati na mambo ambayo ni mulaflaf kama kabichi vilivyokaa, sio funika limetokea dude hivi. Kwa tunaona kama vile kweli, lakini si kweli. Hakutokea masala ya bai'a wala masala kadha kwamba fulani alipinga Mtume akamwambia laana, kwa sababu mashia wanaeleza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika hapo Ghadirhum akaambiwa, ya ayuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Mtume akasimama pale, kadhib. Kuna Mtume alipotangaza hili ile akasema, ya Rasulullah, wewe kila sisi umetangaza kwamba wewe ni mtume tu kwa kuamini, leo watuambia sisi tutawaliwe na mtoto wa ammi yako. Sisi kama ikiwa ni kweli teremsha adhabu kutoka mbinguni. Ule bwana akapigwa na jiwe pale kutoka mbinguni akafa. Ikateremka aya, sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi' lilkafirina laysa lahu dafi'. Amezungumza huyu al-Kulaini katika Rawdatul Kafi, ametaja hivyo. Na pia akaongeza katika maneno aya ambayo hayapo. Haya, wakasema Anas bin Maliki aliposhuhudishwa na Ali bin Abi Talib, wewe si ulikuwepo wewe katika yaumul Ghadir, kwa nini leo wanipinga? Basi akanipinga, Allah mpofue macho yake. Anas akapofuka macho. Kadhib. Hakuna sanidi, maneno tu anazungumza. Kwa hadithi ya Ghadir Khum au maneno aliyozungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Ghadir Khum ni ya kweli, yalikuwepo. Man kuntu maulahu fa hadha Ali maulahu au fa Ali maulahu. Wanachoona wanathibitisha, sisi tuwezi kukataa, yamo katika vitabu vya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Lakini hii tarkibi mulaflaf kadhib. Tusalini kwanza. Naam, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah. Amma ba'du,
tukiendelea na maudhui yetu ya kuyajibu maswali ya sahibuna hadha, jamaa yetu huyu ambaye mwenyewe anasema yuko tayari, yani yuko katika kutafuta ukweli ili apate uongofu. Kuhusiana na kadhia hadithi ya Ghadir Khum, mwenye almurajaat na wingineo wao wanatuambia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama alipofika Ghadir Khum, na hapo Ghadir Khum ndiyo njia ya panda. Kwa hiyo kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwaacha watu watawanyike, akaona aitumie fursa ile kuutangaza ukhalifa wa Ali kabla watu hawajatawanyika kwenda katika miji yao. Mimi kabla ya kuendelea mbele, yatosha yale ambayo nimeyatanguliza katika utangulizi. Kabla ya kuendelea mbele, ni vizuri nikamuuliza maswali au swali moja. Ndugu muulizaji, unakubali kauli ya Mashia inayosema kwamba Ghadir Khum ndio njia panda? Na kama hukubali, ilikuwaje Mtume sallallahu alaihi wasallama awaache waislamu wengine walioko Makka na wale waliotoka Taif na wale waliotoka Yaman wende zao, alafu aje huku Rabigh kilomita 100 kaskazini mwa Makka, ambapo sio njia ya panda, kuna watu wanaokwenda nao Madina, azungumze maneno haya? Kwa nini maneno haya asiyazungumze Arafa, ambapo waislamu wote watakuwepo pale wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam akihutubia juu ya ukhalifa wa Ali? Je, jambo hili lilikuwa la wahusu watu wa Madina tu au ni vipi mzetu? Kina al-Murajaati na kina Tijani Samawi wao wanasema kwamba pamezungumzwa Ghadir Khum pale kwa sababu ni njia ya panda. Kwa hiyo waislamu kabla hawajatawanyika, Mtume sallallahu alaihi wasallam awafikishie ujumbe, kwa sababu karibuni atakufa. Unakubaliana na nadharia hiyo? Nadharia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kulidiriki jambo kabla wakati wake haujapita, kabla waislamu hawajatawanyika, akaona kwamba alifikisha ile jambo kabisa kabla waislamu hawajatawanyika pale Ghadir Khum. Unakubaliana na nadharia hiyo? Naam. Kwa hilo naloliuliza, kutokana na maelezo yako ulivyotanguliza kusema juu ya ngoja mwanzo, nafika hapo ulivyotuelezea juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na alivyozijua ama alivyojua munafikuna kwa kuhabarishwa na Mwenyezi Mungu, mpaka baadhi yao akawataja. Imeonyesha wazi kwamba mtume na ukasema kwamba mtume alikuwa kuna baadhi ya mambo anayafahamu, kwa sababu mimi na wewe kama alivyosema hatuwezi tukajua kwamba hapa mkweli ni nani, kwamba aliyekuwa ameamini kikweli nani. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam ukatufundisha ya kwamba alielezewa na Mwenyezi Mungu juu ya munafikuna, mpaka kwa baadhi yao akawataja ni kwamba kina ni fulani fulani fulani, japo si kwa dhahiri, alifahamu. Kwa hivyo ni wazi kuonesha kwamba alijua lini atakufa, kwa sababu baadhi alikuwa yeye ni mtume na anapewa wahai, anafunuliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama atafahamu munafikuna, yani munafiki anavyofikiria, kwa nini asifahamu mauti yake? Afan. Naam. Kidogo. Wewe ni mwalimu? Naam. Wewe ni nani kwa upande wa Shia? Kwa shaka kwa upande wa Shia wewe ni nani? Mwalimu au mimi mwanafunzi? Bado mwanafunzi. Nimekuuliza hivyo kwa sababu na maana mimi swali nilokuuliza ni tofauti na unavyojibu. Ni sawa na au jamani ndivyo?
Sasa sijajua kwa nini umejibu tofauti. La, nadhani ulivyouliza ni kwamba je, ninakubali ya kwamba mtume alijua ama ndio akakusanya watu katika godi gitu, si ndio? Je, alijua kwamba rudia sasa. Nasema hivi. Naam. Mashia sio mtume sallallahu alaihi wasallam. Mashia wao wanasema mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Ghadir Khum aliona aitumie ile fursa ya Waislamu kuwa wako pamoja kabla hawajachanguka, kwa sababu pale ni njia panda. Pale ni njia panda. Kwa hiyo kabla watu wa Sham hawajakwenda Sham, watu wa Misri hawajakwenda Misri, watu wa Madina hawajakwenda Madina, ili Waislamu wote wao wamekusanyika, akaitumia fursa ile kutangaza uimamu wa Ali ibn Abi Talib. Mimi nikakuuliza swali, wewe ikubali nadharia hii kwamba ndivyo, kwamba pale Ghadir Khum njia panda? Wanjibu vingine. Masala Ghadir Khum kwamba ni njia panda na kwamba mimi nikubali, si ndio? Wao uniuliza kwamba je, mimi nakubali ya kwamba Mashia wenzangu wasema hivyo, kwamba hapo Ghadir Khum kwamba ni njia panda na mtume alisema, si ndio? Naam. Sasa haya bila shaka ni masuala ya tarehe, si ndio? Na sisi tunasoma tarehe, sawa? Kwa hivyo kukubali kwa kwangu ni kwamba nimesoma tarehe hivyo. Kwa ufupi ni kwamba nilivyosoma tarehe kwamba ni hivyo, mtume alipofika hapo alisoma haya, bila shaka ninakubali kwa sababu si naelekea mwelekeo huu. Wasemaje? Kwamba hapo ndio njia panda, sio? Hapo ni njia panda. Ndio tarehe, kwa sababu sijafika kule nani sijafika Maka mimi. Sawa. Maka sasa. Na mashekh tunaomba tujiepushe na vicheko vingine vya vijembe. Kwa hiyo inshallah hatuko katika ushabiki, tusikilize tu, sawa? Tujiepushe na vicheko vya vijembe, hatuko katika kushabikia, tuko katika kubainishia haki. Kwa hiyo inshallah tahadhari kidogo. Barakallahu fiku. Naam. Mimi nimemuuliza swali hili, ni swali la msingi sana, na nishawahoji Mashia wengi na kuwajadili katika nukta hii ambayo wanawadanganya kwa nukta hii Waislamu. Wanasema kutokana na ule umuhimu wa tukio hili la Ghadir Khum, na mtume swalla salam alipozungumza aliona kwamba asiwache Waislamu watawanyike. Kabla ya Waislamu hawajatawanyika ilibidi aufikishe ujumbe, kwa sababu aya imekuja, ya ayuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika fa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Mtume alipopewa aya hii akasimama, na si kweli, kwa sababu nuzuli ya aya hii haizungumzii tukio hili kwa sanadi iliyo sahihi, kwa sababu aya zote zimeteremka ambazo zimetajwa sababu ya kushuka kwake zinakuwa zinatajwa riwaya zake musnada kwa sanadi zake, na si maneno tu kwamba mtu achagua kwamba sababu nuzuli ni hii au hii kwa riwaya zake. Sasa hii haikuwa sababu ya kuteremka aya hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya kama nilivyoeleza, na habari hizi alizitaja Imam al-Bukhari katika sahihi. Hadithi ya Buraida al-Aslami ndio sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutamka maneno yake. Katamka mara mbili. Mara ya kwanza iko yeye na Buraida anamsomea barua huku ashadidia kwamba Ali bwana kafanya hivi, Ali kafanya hivi, Ali kafanya hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtazama Buraida, atubghidhu Aliya, wamchukia Ali? Akasema naam, namchukia Ali. Mtume akasema la tubghidhuhu fa innahu man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Anasema Buraida, wallahi baada ya pale hakuna mtu alikuwa nikimpenda kama Ali. Baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kunambia maneno yale, ikawa hakuna kitu ninachokipenda kama ninavyompenda Ali. Sasa palikuwa na manunguniko mengi ya wanajeshi waliokuwa na Khalid ibn al-Walid kutoka Yaman. Moja ya tukio hili ni tukio la Ali ibn Abi Talib kumchukua jari akiitwa Wasifa, na mingineyo aliwavua nguo walizozivaa. Walikuwa wamevaa nguo za kivita na ngawira walizozipata kule Yaman walikuwa wanazitumia. Ali akanyang'anya. Baadhi ya wanajeshi wakawa wanazungumza maneno. Wanajeshi hawa walitoka na Khalid ibn al-Walid, ni saria ilitoka Madina kwenda Yaman. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko Makka katika hajjatul wadaa, wao wakatoka Yaman kuja Makka moja kwa moja.
Kwa hiyo hii safari wanarudi zao Madina. Kuna ambao walikuja nao Makka moja kwa moja direct, na kuna wengine walikuja kutokea Yaman. Kwa hiyo anakwenda nao Madina. Lakini katika waliofanya haji walikuwepo watu wa Makka, wakazi wa Makka ambao hawakutoka Makka, na walikuwepo watu wa Taif, walikuwepo watu wa Yaman. Mmoja kiitwa Abu Shah alipomsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam asoma khutba yake, akamwambia ya Rasulullah, niandikie ya Rasulullah hiyo khutba. Mtume akasema uktubu li Abi Shah, huyu ni mtu kutoka Yaman. Kwa hiyo akaandikiwa ile khutba. Mtume sasa muandikieni. Tunafahamu hija imekwisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam aondoka Makka aenda zake Madina. Madina iko kaskazini mwa Makka. Njia yake atakayopita sio njia watakayopita watu wa Taif. Njia atakayopita yeye sio watakayopita watu wa Yaman. Huko anakoelekea watu wa Makka hawataondoka Makka, watabaki Makka. Mtume swalla salam aliondoka na watu wa Madina, anakwenda zake Madina. Akaikumbushia ile kadhia ya Yaman, na watu walikuwa wakinungunika. Akataka kufuta kabisa, akasema man kuntu maulahu fa aliyun maulahu, Allahumma wali man walahu wa adi man aadahu. Kama ingelikuwa neno maula ambalo lina maana 24, maana yake ni utawala, na atakutangaza utawala wa Ali ambaye ndiye mtawala, na utawala ambao ni nguzo katika Uislamu, angeutangaza kule Arafa, au ala al-aqal angetangaza pale Makka katika inda al-Bait, au Mina katika hutuba zake mbalimbali. Kwa nini amewaacha watu wa Makka, watu wa Yaman, watu wa Taif? Alafu amekuja na hawa watu mpaka huku awaambie maneno haya. Alafu wewe watuambie njia ya panda. Swali lilikuwa nauliza, njia ya panda kwenda wapi? Hana jibu, na wala hawezi kuwa nalo jibu. Atalenda hivi, atakwenda hivi, atakwenda hivi, muda utaisha. Umefahamu? Kwa hiyo hadithi ya Ghadir Khum haina mashiko yote, haina ushahidi wowote juu ya utawala wa Ali bin Abi Talib. Na ilikuwa sasa wakati alipokutana na Abu Bakar, alipokuwa akimlaumu Abu Bakar, mbona watu wamekutana Saqifa, mmejadiliana swala la khilafa mpaka umechaguliwa wewe, mbona sisi hamkutushirikisha? Angemwambia, na nyinyi mmesahau hadithi ya Ghadir Khum, siku zile mimi nilipewa utawala, mbona leo mmetukiuka? Hakumwambia hivyo. Akamwambia mau'iduka al-ashi, mchana tutakutana pale. Wakakusanywa watu msikitini. Abu Ali bin Abi Talib akaja msikitini, msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akatoa bai'a msikitini kwa Abu Bakar, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakusema jamaa nampa bai'a, lakini mwakumbuka man kuntu maulahu, bali yeye atuambia innahu bay'ani alqaum alladhina bay'u Aba Bakr wa Umar wa Uthman ala ma bay'uhum alayhi, فما كان للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا. هذا من علي بن أبي طالب kuonyesha kwamba ile man kuntu maulahu maana yake haikuwa mambo ya utawala. Na kama ni utawala, wasemaje kuhusu maneno ya Ali bin Abi Talib, inma ashura lilmuhajirin wal ansar? Wasemaje kuhusu maneno? Unajibu? Na katika Nahjul Balagha, Nahjul Balagha ni kitabu chenu, nikupe ukisoma ukiangalia vizuri, pengine sicho, kama ndicho maneno yamo, unaelewa? Maneno tunayazungumza toka kwenye vitabu vyenu bwana. Sasa sema hiki sicho, lakini niambia wajua tarehe hapa ni kama kule kutaka kuwapinisha watu hivi, alafu kutoka hawajaelewa. Maneno yote niliyoyatamka yametoka kwenye vitabu vyenu. Wasemaje kuhusu maneno haya? Nukta hapo naweka full stop, lakini imeambatana question mark. Jibu tu. Wasemaje kuhusu innahu bay'a lilqawm alladhina bay'u Abu Bakr wa Umar? Wasemaje kuhusu maneno haya? Yenu au sio yenu? Hii ndio hadithi balagha. Kiswahili na Kiarabu.
nimeonyesha haya ina balagha. Hebu usome. Naambiwa wakati, lakini wacha kwanza wasome kidogo pia utapata faida. Mingine sio na mingine ya Kiswahili haya hapa. Naam. Naam. Nataka pesa kwa pesa. Mpe Nahjul Balagha ya somo. Sheikh, naomba tupunguze mazungumzo. Tusikilizane. Naam, kutokana na barua ambayo kwamba tumesomewa ya Imam Ali alayhi salam, nasema innahu bay'ani alqawm alladhina bay'u Aba Bakr wa Umar wa Uthman ala ma bay'uhu alayhi falam yakun lishahid an yakhtara. Haikuwa kwa walioshuhudia chague hapa nini chague. Hakika wamenibai mimi kama ninavyosema hapa, wamenipa kiapo cha utiifu watu waliompa kiapo cha utiifu Abu Bakar, Omar na Uthman juu ya misingi ile. Haikuwa kwa aliye dhahiri kuwa na hiari ya kuchagua. Endelea. Wala aliyeghaibu kukataa. Endelea. Wa inna mashura lilmuhajirina wal ansar fa in ijtama'u ala rajulin wa sammuhu imaman kana dhalika lillahi wasammuhu. Anasema kwamba bali shura ni ya muhajirina na manswari, wakiafikiana juu ya mtu na wakamuita imamu, hilo linakuwa limeridhiwa na Mwenyezi Mungu. Kidogo ndio kuuliza swali tena hapo. Sasa kama ukhalifa ni kwa shura au kwa nas? Uimamu ule ukhalifa, uimamu ni kwa shura au kwa nas? Uimamu ni kwa nas. Kwa nas. Ndio. Na haya maneno kwenye Nahjul Balagha, barua hiyo ya Ali bin Abi Talib. Sasa maana yake nini? Kipande cha kwanza tukisoma ukasema niendelee. Kama atakuwa kama nilivyoelewa mimi, na bila shaka kila mtu ameshasikia, ni kwamba haikuwa kwa aliyekuwa shahidi ama aliyekuwepo ama alikuwa kwamba hakuwepo kuchagua. Hapa bila shaka kuna habari hapa. Kwa sababu gani? Tunaitaka hiyo. Haikuwa kwa aliye hapa ama kwamba hayuko hapa achague kwamba nataka ama sitaki. Kwa hiyo watu wote walikubali. Watu wote walikubali, hakuna alisema mimi nataka au mimi sitaki. Watu wote walikubali. Hakuna. Unaona? Ndio hivyo. Lakini shura ni kwa muhajirin na ansari, wao wakimchagua mtu wakamuita huyu ni imamu, hilo laridhiwa na Allah. Mwenyezi Mungu analiridhia hilo. Wasemaje wewe, ukhalifa au imamu ni kwa shura au kwa nas? Haya, inshallah taala kusema kwangu mimi napenda unifafanulie hii aya inayosema bismillahirrahmanirrahim innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raki'un. Inshallah taala. Na tumalize kwanza hili ghadirkum alafu sasa hilo ndo linakuja hapa. Wapi? Kwenye umeuliza wewe kwamba je, uimamu ni shura ama ni nas? Ukitaka kujua kwamba aya izungumzie uimamu, anza pale juu, mnaki suratul Maida imeanza ile sehemu ya juu pale, ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya. Maana yake nini? Enyi ambao wameamini msiwafanye mayahudi na manasara kuwa ni marafiki. Baadhum
الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. آية 51 ikaendelea فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله ليس اليهود والنصارى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. آية 56. Allah anawakataza waislamu wasiwafanye marafiki mayahudi na manasara kwa sababu wao kwa baadhi yao wenyewe kwa wenyewe ni marafiki. Sisi hatutakiwi kuwafanya marafiki. Akaeleza habari za wale ambao katika nyoyo zao kuna maradhi, kisha akaeleza murtaddun, kisha akaelezea wale majemedari washupavu watakaowapiga murtaddun kwamba fasawfa yati Allahu biqawmin kina Abubakari hao fasawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Akataja jambo kisha anawaambia waislamu hakika si vingine rafiki yenu nyinyi mpenzi wenu nyinyi ni Allah na mtume wake na wale ambao wameamini walladhina amanu na wale ambao wameamini alladhina ambao yuqimuna as-sala wanasimamisha swala wayutuna az-zaka na wanatoa zaka wahum raki'un na hali ya kuwa wao ni wenye kunyenyekea. Wao wanatafsiri kwamba kuna hadithi Ali alikuwa amerukuu akaja fakiri akaomba akaonyosha mkono wake akatoa pete. Fakiri akiomba ya wanzaka Ali alikuwa na uwezo wa kutoa zaka katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si vitabu vyenu mwasema aliishi fakiri na zaka ni kwa watu wenye uwezo. Hili si zaka na wala hadithi haijathibiti. Sisi tunasema hapa walladhina amanu ni waumini wale ambao wameamini kwa jamu hiyo. Na rukuu maana yake hapa ni al-khudhu' wal-khushu' kunyenyekea. Kwa hiyo nyinyi marafiki zenu na wapenzi wenu ni hawa na mwenye kuwapenda kumpenda Allah na mtume wake na wale walioamini. Hicho ndio kikundi cha Allah na kikundi cha Allah ndio chenye kufaulu. Usitoe katika maudhui. Turudi katika hayo maneno ya Ali bin Abi Talib inma shura lilmuhajirin wal ansar. Ukhalifa ni kwa nafsi au kwa shura? Ali yasema shura ni ile ya muhajirina na ansari. Wao wakimchagua mtu wakisema wewe ni imamu basi ile Allah mshaliridhia. Na kitabu chenu kitasema hakuna kitabu kilichosahihi baada ya Qur'ani zaidi ya Nahjul Balagha. Mpe kitabu. Kipo hapo. Mpe pia kaa nacho pia. Hivi hapa juu. Hicho hapo. Uko nacho ke? Hicho uko nacho hicho. Zagayo bure tu hivi. Sasa kama ikiwa kitabu hicho ndio sahihi na Ali asema hivyo, hicho hana. Siwezi kukupa lakini maneno ukaposoma, yani soma tu urudishie mwenyewe. Umenifahamu? Shura ni ile ya muhajirina na ansari. Wao wakiafikiana juu ya mtu kwamba huyu ni imamu, Allah ameridhika na hilo. Sasa ngoja nauliza swali jingine. Je, muhajiruna na ansari wanaweza wakakusanyika wakamuita fulani tumchague fulani awe nabii? Yawezekana? Kwamba tukae shura nabii nani hapa? Wewe Abubakar alikuwa nabii wewe. Yawezekana hilo? Haiwezekani. Sasa kwa nini Ali asumza maneno haya? Si maneno ya kikafiri kwa Shia. Sasa kikane hicho kitabu sio chetu. Kwani si ndio ni fupi tu bwana usema hiki kitabu sisi tukijui.
dunia nzima itakucheka. Sawa. Unasemaje hapo? Yaendelea lakini. Wewe utakwenda nini? Sisi tunarudi katika hiyo. Yaendelea. Hapa semaje? Yaendelea hapo. Sawa. Yasema. Kuna watu wengine wanataka kuuliza maswali. Alafu wao wana maswali mengi. Tunataka utujue hapo. Ukhalifa ni kwa nasi kwa shura? Ukhalifa ni kwa nasi. Kwa nasi. Iko wapi nasi? Unajua maana nasi? Nas. Katika usuli ukisema nas, hadha nassun wa hadha dhahir wa hadha muawwal. Nas. Nini maana yake? Ima aya ama hadithi ya Mtume. Na hata aya inaweza ikawa dalala yake si kwa nas, ikawa ile al-rajih ndio al-dhahir na marjuh ikawa nas. Nataka nas kwamba Ali kisha Hasan kisha Hussein kisha Ali ibn Hussein kisha Jaafar na Muhammad ibn Ali kisha Muhammad al-Baqiri محمد الباقري يعني محمد بن علي كشا جعفر بن محمد كشا موسى الكاظم كشا علي الهادي كشا الجواد كشا كذا mpaka علي الرضا mpaka Hasan al-Askari mpaka Mahdi. Nas unayo? Nas ya kwanza katika huna, wallahi wa billahi huna nas. Huna umefuata tu kwa hujui sema, lakini ina hakika msaafu upo hapa, nipe nas. Huna hadithi ziko, lete nas sarih. Huna. Sasa kitu gani kinakuhuri wewe? Tuache hilo. Mimi nakuhurumia kwa sababu wewe ni mwanafunzi. Nipe vitabu vyangu. Swali la ahli sunna wal jamaa na Shia nani kaanzisha? Muassis wa ahli sunna wal jamaa. Haya ni majina ambayo sisi tunasema kwamba yanaelezea uhalisia tu, lakini hatuwezi kusema kwamba mtu lazima ajiite mimi ahli sunna wal jamaa ndio anakuwa muislamu safi, kwamba lazima ajiite hivyo. Na ndio maana kuna musammayati nyingi zinazoitwa ahli sunna wal jamaa. ahli sunna wal jamaa tu ahli alhadith, wanaitwa salafiyun, ahli sunna wal jamaa, na musammayati nyingine zinazoendana kama hizo, at-taifatul mansura. Yote haya yamechukuliwa kutoka kwenye hadithi zinazoelezea wasifu wa Waislamu ambao wameshikamana na kitabu na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na jamaa ya Waislamu basi. Lakini hakuna hadithi sarihi wala aya sariha ilikuja kueleza wazi wazi kwamba jiiteni ahlus sunna. Tumefahamu? Lakini sisi tulikuwa tunazungumzia ushia pale mashia walipodai kwamba ushia akauanzisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na ni mbegu aliipanda katika wakati wake, mbegu hiyo na mbegu ya Uislamu. Kwanza wakubali hilo kwamba mbegu mbili, Mtume akapanda mbegu ya Uislamu na mbegu ya ushia. Kwa hadithi ya Mtume aliposemaje? Anatupatia mizani. Mtume sallallahu alaihi wa alihi anatufahamisha hivi. Asemaje? Kwamba mkiletewa hadithi. Asemaje? Mkijiwa na hadithi kwamba imetoka kwangu, ilinganisheni na Qur'ani. Ikiwa lingana na Qur'ani ichukueni, na kama itakuwa inapingana na Qur'ani irusheni katika kwenye ukuta. Kwa hivyo si kila hadithi ambayo kwamba itakuwa inazungumzwa kwamba mtu kama mimi mambo binafsi kwamba pengine nikubali. Usijibu kwa bali wewe sema wazi kwamba haya maneno ya uongo. Katika vitabu yapo maneno mengine ni ya uongo na mengine ya kweli. Na haya katika maneno ya uongo. Ndio utambie kama haya ni maneno ya uongo? Yapi hayo? Haya kwamba mbegu ya ushia ilipandwa sambamba na mbegu ya Uislamu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume ndo kapanda ushia na wafuasi wa Ali katika zama za Mtume walikuwa wakiitwa Shia wa Ali, na Mtume ndo aliyopata jina hilo. Wakubali hilo? Uongo. Kama uongo basi tuachane nayo. Kama ni ukweli nipe uthibitisho kama ninavyokupa uthibitisho mimi. Lakini wewe mwanafunzi bado, hebu hapa watu wengine waulize maswali. Sawa. Au una maswali mengine? Kuna hadithi amesema juu ya kwamba Abubakar alishasema kwamba kuna sheitani amenivaa na kadhalika. Nikasema nikauliza kwamba inapatikana hadithi hiyo hadithi katika kitabu gani? Si nimenukuu kwenye vitabu vyenu. Nimemnukuu Mayunga asema
iko wapi Mayunga? Yapi tarehe ya Islamia? Au sije ni kurasa 26 huwa. Sema. Kitabu wewe una. Abubakar na shetani. Mayunga ndo kasema. La. Mayunga amepokea. Yaani hiyo hadithi kwa sababu kitabu Mayunga si kitabu cha hana kitabu cha nchi hadithi. Bila shaka kuna kitabu ya hadithi. Kwa sababu ungeniuliza je hadithi hiyo ikubali au ikubali ngono swali lako, lakini mimi nimemnukuu Mayunga kasema. Mayunga kasema ameitoa wapi? Nataka kila ni ile vitabu vya hadithi kwa sababu kuna upande mbili, upande wa Shia, upande wa Sunni. Yeye Mayunga alipotaja tukio hili akataja aya, akataja na hadithi, alafu kutaja mahali popote aliponukuu. Sema jina lake Abdullah bin Quhafa, akataja Abu Bakar alitoa hutuba hii. Ametaja sema tahayatu sahaba, tarikh at-Tabari, tabaqat al-kubra na muntakhab kanz al-ummal ametaja. Hapo Mayunga kanukuu hivi. Sawa, umekubali? Mimi nilikuwa nimeulizia tu kitabu gani? Ndio maana sasa hivi umeshanionyesha. Si maswali kwamba pengine naikubali. Nataka nijue tu kwamba ni kitabu gani ili hata nikipata hicho kitabu narejea. Je, mbona yale mengine ya Imamu Sajjad aliposema yeye ana shetani? Mbona unaulizia bwana? Hebu mpe kitabu aone bwana. Imamu Sajjad sahifa Sajjad hebu kitabu chenu. Ushakiona hicho? Msajjaji anasema na shetani hapa sikipo katika nani hicho kitabu tayari, si ndio? Hapa hiyo hadithi sipo katika kitabu chenye umeshakisema, ndio hicho hapo wewe Swahifatu Sajjadia, si ndio? Nione. Lakini ulivyosoma hii hapa mimi sikusikia kwamba unasema inapatikana katika kitabu gani cha hadithi. Sikuelewa sasa mimi ndio hivyo. Ndio nakuuliza hii hapa vipi, hiyo umeiona? Hiyo simesikia hata sicha kuona bali nimesikia. Mtu aione weka sikia sasa aone kwanza. Sawa, nimeona. Unaona, hebu some vizuri. Qad malaka inani. Nimeona. Kwa ana shetani naye. ومن يكن الشيطان له قرينا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.